Mbunge aliyotokana na tiketi ya Umoja wa Chama cha Mapinduzi UVCCM kwa upande wa Tanzania Visiwani amewaasa vijana wa chama hicho kumpa kura za kishindo Rais Samia katika uchaguzi mkuu unaotarajia kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Mheshimiwa Munira ametoa kauli hiyo Aprili 27 mwaka huu wakati akihutubia katika mkutano mkuu wa tawi la Umoja wa Vijana Chama cha Mapinduzi katika Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro uliofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Edema uliopo mkoani Morogoro. Tunajua mwaka wa uchaguzi kuna mambo yake. Tunajua Dr. Samia Suluhu Hassan ndiye rais wa Tanzania hii na amefanya mengi mazuri, na kwetu hatudai. Ni kweli kabisa, yeye ndo anatudai. Nini tutamlipa? Tunachotakiwa kumlipa sisi itakapofika Oktoba, tarehe ambapo itapangwa, twende tukapige kura za kishindo ili aweze tena kurudi kwenye madaraka yake ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan ametufanyia mambo makubwa na mazuri, hasa sisi vijana. Kwenye sekta ya elimu mwaka 2021 fedha ambazo kwa zimetengwa ndani ya bajeti ilikuwa ni shilingi bilioni 460. Ila alipoingia yeye mpaka sasa zimetengwa bilioni 780. Nani kama Samia? Lakini wanafunzi ambao walikuwa wananufaika na mkopo huu ilikuwa ni wanafunzi 140,000. Baada ya kuingia Dr. Samia Suluhu Hassan, wanafunzi 245 ndio wanufaika wa mkopo huu. Nani kama Samia? Lakini mpaka sasa tunaona mazuri makubwa aliyoyafanya kiongozi wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunajivunia uwepo wake. Sisi kama wanafunzi sasa hivi tunapata mikopo mpaka ngazi ya diploma. Samia oye! Lakini Dr. Samia amejenga mashule kila mkoa ya wasichana. Wasichana oye! Kwa kweli tunajivunia kuwepo kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi tunasema vijana, Dr. Samia ameupiga mwingi. Nani kama Samia? Hakuna. Lakini katibu wangu Umoja wa Vijana wa wilaya hii ya Mjini amekuja hapa, amesema mazuri yaliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan, na mimi naungana na yeye mkono kusema Dr. Samia ameupiga mwingi. Dr. Samia amejenga hospitali kila wilaya, lakini ametengeneza treni, amehakikisha anaboresha uwanja za ndege zote, lakini amehakikisha kumaliza bwawa la Mwalimu Nyerere. Umeme saizi haukatikati, wogo. Kwa hiyo tuna kila haja kama vijana tunapokaa na kujadili kusema Dr. Samia mitano tena. Kwa kweli Dr. Samia ametufanyia mengi, sisi kama vijana hatuna la kumlipa, isipokuwa itakapofika wakati wake kama vijana kwenda kupiga kura za ndio. CCM oye! Sambamba na hilo, Mheshimiwa Munira amewaasa vijana hao kutotumika vibaya na vyama visivyo na tija katika uchaguzi mkuu. Nasaha zangu kwa vijana wenzangu, tulimsikia afande ameongea mengi, na mimi kama kijana mwenzenu nitaendelea kutoa nasaha zangu kwa vijana wenzangu. Niwaombe sana ndugu vijana wenzangu, kuto kufanya daraja wakati wa uchaguzi, kuto kutumika vibaya na vyama ambavyo kuwa havina tija, kuto kufanywa nyinyi ni ngazi ambazo kuwa hazina tija. Msikubali kutumiwa vibaya. Nyinyi ni vijana, ni lazima mpambane kuweza kulinda amani na utu wetu. Amani itakapotoweka tutakuwa kama koko. Nani anataka tuwe kama koko? Basi niwaombe sana ndugu vijana wenzangu kuweza kuilinda amani ambayo tupo nayo. Lakini mwaka huu kama tulivyosema ni mwaka wa uchaguzi. Niwaombe sana ndugu vijana wenzangu, wale ambao wanahisi wana sifa, wana uwezo, wamejipima,
wende wakachukue fomu ili waweze kugombea nafasi ya ubunge, udiwani wakati utakapofikia. Hakuna kisichowezekana. Kila kitu kinawezekana isipokuwa ni mipango. Ndugu vijana wenzangu, mimi mwenyewe ni shuhuda. Nilikuwa mwaka wa pili digrii yangu ya kwanza. Nikiwa chuoni nimepata nafasi ya ubunge nikiwa kama nyinyi. Kwa upande wake mwenyekiti wa tawi hilo ndugu Lameck Noel amesema wao kama vijana wamejiandaa vyema kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika uchaguzi huo. Sisi vijana wa vyuo na vyuo vikuu hususan Chama cha Mapinduzi tumejiandaa vyema kushiriki kikamilifu kwenye uchaguzi mkuu wa 2025. Kuanzia nafasi zote za udiwani tutaenda kushiriki kikamilifu kwa kuchukua fomu kwa wale wote ambao watakaojipima na wataona na vigezo, wana sifa na wanafaa. Sisi kama viongozi tutawaunga mkono, tutawashauri, tutashinda. Kwa hiyo natumia nafasi hii kuachia moyo vijana wenzangu. Muda ni sasa. Vijana taifa la baadaye, huo ni uongo. Vijana ni taifa la sasa. Sisi uchaguzi huu tumejipanga vizuri kupata nyao zenu. Tutaanza kujaribu mdogo mdogo kuanzia nafasi hizi ambazo hazina mitano tena, nafasi za udiwani na ubunge hizi hazina mitano tena. Vijana wenzangu, hizi nafasi za kwetu sote. Mfano mzuri tunaye comrade hapa, ni mtu mkubwa sana ambaye amethubutu na amefanikiwa kutimiza malengo yake katika siasa. Nadhani sisi sote tunawiwa kufika mbali. Kwa hiyo tukashiriki siasa hizi vyema, kikamilifu na kwa amani. Kuna msemo afande hapa mdogo kuelekeza kwamba uchaguzi bila vurugu inawezekana. Kwa hiyo mimi ni kuahidi na ni kuahidi viongozi wetu ni kwamba tutaenda kushiriki vyema uchaguzi huu bila ya kusumbuliwa na wale ambao wana vyama vyao vile vya uhalifu, vyama vyao vile tunavyojua vina msingi na malengo ya kushika dola. Kwa hiyo sisi kama vyama vyetu vilivyotuona kutuongoza na kutuonyesha wapi tunatakiwa tufike kama chama, hususan kuongoza ama kushika dola, basi sisi tunaenda kushiriki kikamilifu na tutakuwa mabalozi wa kweli kuisemea amani katika uchaguzi mkuu, na hakika uchaguzi mkuu Mwenyezi Mungu ikimpendeza utafanyika kwa amani na usalama panapo majaliwa Oktoba 2025. Katika hatua nyingine, Katibu wa CCM wilaya ya Morogoro, ndugu Halid King, ametoa pongezi kwa uongozi wa Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro kutokana na misingi mizuri wanaojengea vijana hao, huku akieleza utendaji nzuri wa kazi wa Rais Samia. Nichukue nafasi hii kuwapongeza wakufunzi na walezi wa chuo. Ndugu mgeni rasmi, chuo hiki ni ngome ya chama. Na usione vyaelea vimeundwa. Upo msingi uliwekwa hapa na waadhiri ambao ni walezi, lakini na wanafunzi waliotambulika, kwa sababu haikutokea kwa bahati mbaya hiki kikao ni ngome ya Chama cha Mapinduzi. Na nataka nikuhakikishie uchaguzi uliopita wa serikali za mitaa, wengine wamo huku, wengine inawezekana wamaliza wakaondoka, walifanya kazi nzuri sana, walitusaidia sana, sio kwenye eneo lao tu la Kionda Makorofani. Wapo ambao walitusaidia mpaka nje ya kata ya Kionda Makorofani, na hatimaye CCM tukashinda kwa kishindo mitaa yote katika wilaya hii. CCM moja, jipigeni makofi. Mama Samia aliachiwa assist na zote amescore. Na wapo watu walikuwa na mashaka, pasi hii aliyoachiwa na hayati Magufuli atafunga goli, lakini mama akaupiga mwingi na hatimaye amescore magoli ya kutosha. Pigeni makofi. Kuna assist ya bwawa la Mwalimu Nyerere aliachiwa. Watu walikuwa na mashaka, sasa hivi mradi umekamilika, umeme unazalishwa na mpaka tunafikia kuuza nje ya Tanzania. Pigeni makofi. Assist ya pili aliachiwa mradi wa SGR. Wakati hayati Magufuli anafariki, hata Morogoro, Dar es Salaam kipande hiki kwa kijakamilika. Lakini amepiga goli na anatafuta goli la ushindi sasa. Amekamilisha Dar es Salaam mpaka Dodoma, sasa tunazungumzia Dodoma kwenda mpaka Kigoma. Pigeni makofi kwa Samia. Assist ya tatu aliachiwa daraja la Kigongo Busisi. Wakati Magufuli amefariki ilikuwa 5%.
Sasa hivi tunakwenda 95%, na inshallah ikimpendeza Mwenyezi Mungu mwezi wa 6 daraja lile linafunguliwa kutoka Kigongo kwenda Busisi ni dakika 5. Kwa wale ambao hawajui maeneo hayo, sisi tunatoka maeneo hayo tunajua. Ada ya pale kuvuka kwa mpaka Msubiriana, lakini sasa hivi mnapishana. Pigeni makofi kwa basi. Kama hiyo haitoshi, daraja la Tanzanite, miradi ya barabara, mashule, mahospitali, vituo vya afya, madaraja, mama anaupiga mwingi na change na baki. Fikisheni salama. Morogoro sio tu mkoa wa kimkakati, ni mkoa ambao una kura nyingi, ni mkoa ambao ni namba 3 kwa kuchangia kura za Mheshimiwa Rais kwa uchaguzi uliopita. Msimamo wetu mwaka huu tunataka tuchukue namba 1, na watakaokuwezesha ni hawa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Naye kamanda msaidizi Robert Dugo ambaye ni polisi kata ya Mbuyuni amewataka vijana hao kuwa wazalendo kwa kutoa ushirikiano, huku akitoa taarifa za uhalifu kwa jeshi la polisi. Katika jamii yetu ndipo wanapokaa wahalifu, si ndivyo? Katika jamii zetu ndipo wanapoishi wahalifu pia. Sasa niwaombe kwa umoja wenu tuwe wazalendo katika kushirikiana na jeshi la polisi kutoa taarifa zinazohusiana na uhalifu na wahalifu. Wahalifu sio kwamba wanakaa nje tu ya mazingira ya chuo, inawezekana hata ndani ya chuo wao uongo, si ndio? Je, kama mtabaini ndani ya ile boundaries ya chuo chenu kuna wahalifu, mtakaa nao kimya? Hamtotoa taarifa? Kwa hiyo niwaombe, kwa sababu sisi sote tunahimizwa kuwa waumini wa swala zima la ulinzi na usalama, basi tushirikiane, kwa sababu tumesisitizwa kupitia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ile ibara 27 kifungu kidogo cha kwanza, lakini pia ilani ya Chama cha Mapinduzi ile sura ya 5, ukiangalia kile kifungu kidogo J inazungumzia swala zima la usalama. Kwa nikizungumza hivyo ninamaanisha kwamba tuwe tuna mtindo wa kuperuzi hivi vitu, pengine hatusomi hivi vitu, kwa maana ya kuweka kumbukumbu sahihi ya yanayozungumzwa. Tupitie ilani ya chama sura ya 5, tujue kuna nini kinazungumzwa pale katika vifungu vyote vile. Ninawaomba wote mlioko hapa ambao ni wasomi sana, tuwe waumini wa kuilinda amani ya nchi, kwa sababu kama sisi tutakuwa chanzo cha vurugu, ina maana hatuna uzalendo ndani yetu. Tunasomana kwa bila shaka, kwa sababu naamini wasomi siku zote ni watu wa reasoning, sio? Una reason kitu kwamba na sababu gani ya kuingia katika jambo hili ambalo ni baya. Kwa lazima kwanza unatafakari. Tusiwe vijana wa kuyumbishwa, unavutika kirahisi. Usikubali kuvutika kirahisi. Tunaamini kwa kuwa wewe ni msomi, uwezo wako wa kufikiri ni mkubwa, si ndio? Kwa siamini kama wewe unaweza kuvutika kirahisi na kujihusisha na mambo yanayohusiana na uhalifu, hasa tukizungumzia huu mwaka wa uchaguzi. Swala la wagombea kuja mbele yetu na kunadi sera, sisi yetu ni nini? Masikio. Sikiliza sera. Mtu anaponadi sera, anafanya nini? Fanya maamuzi wazi. Fanya maamuzi sahihi wazi. Kwa sababu hutolazimishwa kuchagua kile ambacho utakachochagua, si ndio? Na ndio maana watu watakuja watu tofauti kufanya kunadi sera zao mbele yenu, si ndio? Kwa kazi yenu ni moja tu, utafakari juu ya yale yanayoambiwa na kufanya nini? Maamuzi sahihi. Kwa kuwa ninyi wasomi hamuhitaji shinikizo la aina yoyote. Nikiripoti kutokea mkoani Morogoro, mimi ni Heri Abdallah, Chivihi Media.